Sera ile inatumandate kwamba tuandae sheria kadhaa ambazo zitakuwa zinaisapoti ile sera, na sheria ya mwanzo ambayo tumeiona ni ya muhimu sasa kuanza kukimbizana nayo ni hii sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ama personal data protection, privacy. Na hii ni sheria ambayo sasa hivi nayo imeshafikia hatua nzuri. Natarajia kwamba wakati wote itakwenda katika vikao vya makatibu wakuu ili iweze kupitishwa na hatimaye kuja BLM, na baadaye pengine mapema mwezi Juni tutapokwenda katika baraza la bajeti tuweze kuisoma kwa mara ya kwanza. Sheria hii ya private data protection, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, itapelekea Zanzibar kuwa na tume yake yenyewe sasa ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa sasa hivi taarifa hizi ama tume hii tunayo katika ngazi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo yale mambo yote yanayohusiana na muungano yanaratibiwa kule. Kwa hiyo tukipitisha hii sheria sasa, na sisi wenyewe pia tutakuwa tuna tume yetu ama kamisheni. Tutaangalia wakati huo jina ambalo litakuwa linafaa zaidi, lakini hii ni mamlaka ambayo sasa itakuwa inasimamia taarifa zetu binafsi na kutoa ulinzi wa taarifa zetu binafsi. Na kama tunavyofahamu, taarifa katika uchumi wa kidijitali ni mali, ni fedha, na sasa hivi hata uwekezaji wowote ambao unafanyika, manake mwekezaji yule kabla hajaja lazima jambo la mwanzo analoliangalia kwamba je, nina protection yoyote ya taarifa zangu binafsi na za wateja wangu? Sasa kwa sasa hivi tunakosa fursa kubwa hiyo, kwa sababu wawekezaji wote ambao wanakuja Zanzibar taarifa zao zile wanazihamishia kwa upande wa bara na wanalipa ada kule. Kwa hiyo tutapopitisha sheria hii na tutapoipata hii kamisheni, manake sasa wawekezaji wetu hawatakuwa na sababu ya kwenda upande wa bara, watatumia kamisheni yetu ambayo tutakuwepo hapa, na hiyo ni sosi ya mapato kwa serikali. Lakini la msingi zaidi kwamba serikali sasa itakuwa ina ownership, ama wenyewe wataalamu wanaita data sovereignty, kitu ambacho ni cha muhimu sana, kuwa na sovereignty juu ya taarifa yako na namna ambavyo unaidhibiti, namna ambavyo unaileverage katika masuala mbalimbali ya kiuchumi. Lakini sheria nyingine ya msingi ambayo tunataka angalau katika kipindi hiki cha bajeti ambacho tutakwenda nacho isome kwa mara ya kwanza ni hii ya Startup and Innovation. Hii ni sheria ambayo inakwenda moja kwa moja kuangalia namna gani ambavyo vijana wetu waliokuwepo katika sekta hii ya tehama, hususan wale wabunifu, kwamba na wao wawe na sheria yao. Na huku kwenye startup kuna fursa nyingi sana, lakini bila sheria huwezi ukapata ushirikiano either wa kikanda au wa kimataifa ambao unatoa mwongozo wa namna gani ambavyo unataka either wawekezaji au watu ambao wanafadhili vijana wetu katika kusupport ile miradi yao ama vile vitu vyao ambavyo wamebuni. Kuna fedha nyingi sana huko duniani. Kuna watu wanaitwa venture capitalist. Wao kazi yao ni kutafuta tu ni maeneo gani ambayo kuna potential. Kijana amebuni jambo ambalo ni zuri, jambo ambalo lina faida kwa uchumi wa nchi, kuweka pesa yao. Sasa sheria hii ndio ambayo itaweka msingi huo wa kuweza kualika venture capitalist, kwa kuweza kuweka incubation centers, kwa kuweza kuweka ile startup ecosystem ambazo unaweza ukazitengeneza wewe kama serikali au sekta binafsi, nao wanaweza kuwa ni sehemu ya kutengeneza hiyo ecosystem. Na tumeona mafanikio makubwa sana kwa wenzetu kwa upande wa Rwanda. Wana startup environment ambayo ina mafanikio makubwa sana, na mabilioni ya dola yanaingizwa kutoka kwenye private funds kwa ajili ya kuwasaidia vijana wa Kirwanda katika maeneo haya. Kwa hiyo hayo ni maeneo makubwa matano ambayo kazi yake tayari imeshaanza. Ile ya sera tayari imeshakamilika kama nilivyosema. La muundo wa wizara tayari limeshakamilika kama ambavyo nimeeleza, na hatua sasa zinazofuata ni kuziweka hizi sheria mbili ili ziweze kukamilika kwa ajili ya utekelezaji. Maana haya mambo
unaweza ukayafanya, lakini bila mashiko ya kisheria inakuwa ni ngumu sana kuweza kushawishi. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.